Mwili wa jamaa ulianza kubadilika taratibu na kugeuka kuwa mnyama. Mbaya zaidi, hali hii inamtokea akiwa na rafiki yake, kitu ambacho hatakiwi kujua mtu yoyote. Rafiki yake anamwambia, "Oh, muda ndo huu, tuondoke." Na jamaa akiucheki mkono wake bado unamwasha, akasema, "Nisipotoka hapa, rafiki yangu atagundua." Akaamua aondoke pale. Rafiki yake anashangaa, anasema, "Huyu jamaa vipi? Hebu ngoja nikamwangalie. Kwani anakimbia nini?" Alisogea mbele zaidi akijua labda huyu jamaa atakuwa ameenda nyuma ya nyumba, lakini hakumuona. Wakati anaendelea kuangaza, akatazama upande wa kulia, akaona mbona kama kuna mtu anadankidanki kule mbele. Akicheki vizuri ni jamaa anasepa, akasema, "Sio kweli, huyu ana mchongo gani? Lazima nijue." Alizidi kuingia ndani ya msitu zaidi, ambapo alihisi kabisa huyu jamaa atakuwa ameingia huko. Kweli bwana, aliposogea zaidi aliweza kumuona kwa mbali. Ila cha kushangaza, rafiki yake alikuwa kwenye hali ambayo sio ya kawaida. Akashindwa kumuelewa. Kwani huyu vipi? Mbona anajinyonga nyonga? Alichokifanya ni kuwa makini na kuwa mpole ili aweze kutazama nini kinatokea. Huyu jamaa naye mwili umeshafika mpaka hatua ya mwisho. Hapo ameshindwa kujikontrol, lazima abadilike na kuwa mnyama. Akabadilika na kuwa fisi kamili. Hapo rafiki yake ndo anaamini, anasema, mbona hivi? Akaona sio pa kukaa hapa, miguuni nisaidie. Ila fisi aliposogea aligundua kuna mtu kaona, hivyo alikasirika sana na kuanza kumuwinda. Jamaa wakati anakimbia akageuka nyuma, kaona kweli anafuatwa, akaona hapa nitakamatwa. Jamaa alijitahidi kukimbia sana, ila fisi alikuwa na mbio kali, hivyo akamzungukia mbele. Fisi yuko mbele, anamwambia, mjomba, unaweza ukanikimbia mimi? Mwamba anacha kuongea, ametoa macho tu, anajua hapa leo nimekwisha. Muda huo fisi anabadilika tena kurudi kwenye hali yake ya binadamu. Mwamba alisimama kama binadamu sasa. Rafiki yake anamwambia, nisamee, usiniue, nisamee. Jamaa anacheka, anamwambia, nisikue wakati umefahamu kila kitu. Kosa lako ni kunifatafata nyuma na kugundua kila kitu. Na nyie binadamu huaga mnaga dogo. Naweza nikakuacha hapa ukaenda kutangaza kijiji kisima. Kwa sababu wewe rafiki yangu, sintokuua, ila naomba iwe siri yako. Rafiki yake akaapa, akamwambia, sintomwambia mtu yoyote, naomba unisamee, sintomwambia walai tena. Mwamba akamwambia, ole wako. Haya, potea. Baada ya jamaa kusamehewa, yeye alienda moja kwa moja mpaka kwa mwenyekiti. Alipofika akaanza kusema kila kitu. Akamwambia, mwenyekiti, mimi na rafiki yangu amegeuka kuwa fisi mbele ya macho yangu. Mwenyekiti ikabidi ashangae kwanza. Jamaa anaendelea kwa kusema, kwa hiyo watangazie wananchi wote kuwa kuna mnyama kaingia ndani ya kijiji. Tena uambie kabisa kama ni kuficha watoto wafiche watoto. Mwamba aliamua kusema kila kitu kwa mwenyekiti, akaamua kuondoka. Wakati akiendelea kuzisambaza habari za fisi, mbele yake akawa ametokea yule fisi, tena amechukia, ni ana hasira. Kwa nini jamaa ameamua kuvunja kiapo chao wakati walikubaliana simwambie mtu yoyote? Fisi linamwambia, wewe hapa nakutafuna. Jamaa si akaanza kulia. Niandikie kwenye comment umejifunza nini kupitia hii video. Na je, kama fisi atamtafuna huyu jamaa atakuwa amemuonea au yuko sahihi? Usisahau kunifollow, kulike na kushare. Naitwa Jizo Mastori.